Ni wajibu wetu msikilizaji kukujia na kile kinachojiri ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye uwanja wa mapambano. Tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na hizi hapa habari zetu za leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tariki 30 mwezi Juni mwaka 2026. Kwanza ni kutakie heri ya sikukuu njema ya uhuru wa nchi ya DRC. Ikiwa ndo mara yako ya kwanza kujiunga nasi, na kukaribisha moja kwa moja, na usikose kusubscribe chaneli yetu, usikose kucomment, kushare na kulike ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Msikilizaji wa Kwetu News 24, vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimewapoteza tumaini kabisa wakaaji wa eneo hilo ambao wanajidai kuwa hawana uhuru wowote, wakati ambapo vita bado vinaendelea kushuhudiwa na utovu wa usalama kote nchini DRC. Wakati nchi nzima ya DRC ikisherekea uhuru wake kutoka kwa mkoloni wake Ubelgiji aliyeupata tangu mwaka wa 1960 tariki 30 Juni, hali mashariki mwa Kongo inaendelea kuwa mbaya zaidi, huko wananchi wakiendelea kujiuliza kama wanapatikana nchini DRC au la. Wakizungumza na Kwetu News 24 kuhusu maswala ya kusherehekea sikukuu ya uhuru wa nchi hiyo inayosherekewa kila ifikapo tariki 30 Juni, raia hao wamesikika wakisema wanaishi kwa huzuni mkubwa kufuatana na vita vinavyoendelea nchini humo pamoja na utovu wa usalama mashariki mwa DRC. Tarafani Fizi, maeneo ya Minembwe pamoja na eneo nyingine zinaendelea kushuhudia vita pamoja na vurugu mbalimbali zikitokana na waasi wa AFC M23 pamoja na msaada wa nchi ya Rwanda, lakini pia wasaidizi wake Red Tabara kutoka nchini Burundi, Twirwaneho, Gumino pamoja na makundi mengine ya waasi. Angale Isanganiro Bwanju ni coordinator wa vuguvugu la machozi ya raia ndani ya tarafa la Fizi, alizungumza na Kwetu News 24 na kueleza jinsi hali ilivyo ndani ya tarafa hilo, akigusia kuwa vita vinavyoendelea haviruhusu hata kidogo raia kusherekea sikukuu ya uhuru wao. Tunaweza tukaseme kwa sababu ni tariki ambapo zimekwisha andikiwa za kusema ni independence au ni tariki za kuonyesha ni sikukuu ya uhuru. Lakini kwa mida kama na hii, wakati sisi tunapoyafuatilia na tunaoyaongelea kwetu sisi kama vile tarafa la Fizi, hakuna budi ya kusherekea uhuru, kwa sababu wakati kama watu ngaliki mwayo ni wakati ya insecurity nyingi ngaliki natanda situ sana, manjanje za juu, watu hawapati amani. Hivi kwa sasa niliwahi mwenyewe kuyatembelea na kuona gisi madrone gisi na dema mumileza mulima pale village yenyewe itwa mulima mugupima Basilocha mu sekta ya Tanganyika. Vraiment ni hatua moja yenyewe tunaweza tukaiongelea sema kama pale vile tuseme itakuwa sikukuu ya uhuru. Hapana, hiyo haiwezi kuwa sikukuu ya uhuru, na wakati watu wangaliki wanapigiwa na madrone, watu wanalalamika ovyo, watu population ingaliki mweta insecurity mwa hii wakati. Na kufuatana ile jambo sisi hatuwezi tukasema tunaweza tukaisherekea kama vile ni sikukuu ya uhuru na tuchaona ile uhuru ambapo inatanda ndani ya tarafa letu la Fizi. Ndugu mtangazaji, unaposema hamjaona uhuru uliopo, kuna utofauti gani kati ya uhuru uliotolewa na Mbelgiji na vita ambavyo vinasemekana kwamba ni kati ya Rwanda na DRC kwa leo? Sisi tunaona yote, hatuwezi tukasema, tunaweza kuongelea kama ni masuala ya kisiasa, lakini sisi kama vile shirika za kiraia au sisi ambao tunatetelea raia tunasema tujakuwa na uhuru, kwa sababu mtu akiwa na uhuru hawezi akaona majanga kama haya yenyewe napitika. Ndugu mtangazaji, donc ile yote ambapo Ubelgiji tufanyizia ni kisiasa tu, kwa sababu tukiona hata hii kwa leo hii vita inaletewa na watu wenyewe wanatoka mangambo za Mabelgiji, ndio wanakia tupiganisha sisi wa Kongomani. Na yote tukiyafuatilia vizuri sana tunaona hata mwa hii vita watu wenyewe tunaitwa wa France wanaingia mwa vita, na hususan kama drone zinatubombardia sana kula, tujue zinatokea wapi, na wakati wale ndio walituombea huru kwa ajili ya nini? Hawapendi kututetelea tena ili tupate amani ndani ya tarafa la Fizi, na madrone zinazidi kuangamiza raia yenyewe inapatikana ndani ya tarafa la Fizi. Ndugu mtangazaji, donc kwa hili sisi hatujiona kama ni lazima yote ile ya kusema tulipata uhuru, na hatujaona ile uhuru kwa upande wetu sisi kama vile shirika la raia vuguvugu machozi ya raia tarafa la Fizi. Ndugu mtangazaji, na kama kungekuepo hakuna vita, sherehe hizi zingekuwaje? Labda tupe kwanza picha halisi. Asante sana. Ungekuwa kuna hata vita tungiliajua, kwa sababu tungisema picha zenyewe zinaweza zikaonesha pale. Hivi nikisema sasa hivi na ninakwambia watu wenyewe wanapatikana sehemu za njanja za juu za territory yetu ya Fizi.
Ilikuwa siku hizi mbili zenye tunasaulika hapa, ndugu mtangazaji. Mimi mwenyewe na kurasiriki, kulikuwa drone ya waasi yenye ilikia dema muyulu tu omwe ya 5 metre ya village ya Mulima. Ile drone bahati nzuri haikuwahi kuripuka, lakini ilidema ikaangusha bombe yake, bombe kufanya janga zozote. Sasa ile bombe ingilipuka, watu wangilienda wapi? Na population ingilihamia, ndugu mtangazaji. Hivyo pale Mikenge watu waliteswa sana na drone, Pwenzero watu waliteswa sana na drone, na mpaka Ibrahim angamia kwa sasa mpaka hivi hakuja kuwa amani. Sasa tunasema sikukuu ya uhuru inaweza sherekewa namna gani? Antaki sisi tungaliki mvita kama na hivi. Hatujaona ile impact ya kuisherekea, ndugu mtangazaji. Ndio, nyinyi kama vile mashirika za kiraia mnatafsirije neno uhuru wa nchi? Asante. Kutafsiri neno uhuru wa nchi, mtu akisema yupo na uhuru, tunajua mtu mwenye kuna uhuru hana mateso yoyote. Kwa sababu tukisha sema uhuru, mtu mwenye kuna uhuru hasikie vita, hasikie hata tukisema hata njaa, doke njaa kusema sema yuko manipile na vitu ya siasa na vingine hawezi akavisikia. Donc mtu mwenye akisemekana yuko uhuru, donc yuko wazi kwa kufanya mapasho ile ambapo raia inataka na serikali inaitakia nayo kwa ile matakwa yake. Lakini kwa sasa hivi raia akipenda kutumika kitu fulani, kuna vitu vimoja utakuta vinakuwa perturbe juu ya nini? Ya vigogoro vya vita vyenyewe vinaingia ndani ya tarafa letu la Fizi. Donc tukiangalia vizuri, sisi watoto wa Fizi hatuna uhuru kabisa, tujaona ile uhuru, hapana, kwa sababu ingaliki mateso kwa kila mwaka na kila mwezi, ndugu mtangazaji. Miaka iliyopita, miaka miwili mitatu nyuma, tuliuliza baadhi ya raia wakasema kuwa hawana uhuru wowote, licha ya kwamba vita vilikuwa bado havijashamiri upande wa mashariki sana. Sasa wanasema kuwa kuonekana kwa mashirika mbalimbali ya wazungu na kwa ngambo ya uchimbaji madini labda ule uhuru wa kujieleza wala wa kufanya mambo yaliyo ndani ya nchi yao, na leo mmekuja na process ya kusema kuwa kuna vita, hakuna uhuru. Kipi ambacho kinatofautisha haya mambo mawili? Asante tena ndugu mtangazaji. Ndiyo tunaweza tukaseme kwa hii miaka mbili ya kukua na uhuru juu ya nini? Sisi wakongomani tunahitaji kwanza tupate ile percentage zenye watoto wanakuwa wanapata au watu wa Fizi wanapataka. Tukiongelea masuala tunaweza tukajiulize vitu vyote, au tunasema tupo na mali lakini mali sisi hatujaioni. Mali ya kwanza inaenda sehemu zenye sisi hatu. Donc sisi tunabakia tu tungaliki wa shomeri. Donc pale vile kujionyesha kama tuko na uhuru. Donc ile kwanza inatuofisha kwanza sisi ile uhuru yetu haionekani, kwa sababu benye bana kia exploiter matieri zenye zinapashwa zionyeshe kwanza utajiri wa watoto wa nchi sisi hatuzipati, lakini ni watu wengine ndio wanazipeleka, ile nayo vile inatoisha kama hatuna uhuru. Cha pili vile vita navyo vinakia ingia vinakia contribute mwa ile aliri yenye wazungu walikuwa wakituonyesha. Donc kitu kenye wazungu walituonyesha, walipenda tu watuonyeshe image ya kutuficha, lakini vingine vyao ni kupeleka ma resources zao kule ili waonekane hao njoo wafanya biashara, sisi tuonekane sawa vile. Lakini kwa sasa na sisi kwa sababu tumekwisha jua, tunaona hatuna uhuru yoyote ile ndani ya tarafa letu la Fizi. Ndugu mtangazaji, mashirika za kiraia mnaamini kuwa huu ni uhuru ambao uko finyo sana. Kitu gani ambacho mnafikiri kinaweza kufanyika ili uhuru wa kuenea uweze kuonekana? Asante sana. Kitu cha kwanza kenye tunaweza tukasamini, tunaweza sema rais wetu akaze sana kwa kutetelea ili vita kwanza viishe ndani ya estate ya Kongo. Ya pili, ionekane ke watoto wa Kongo waanze exploiter mali zao wenyewe, ili wale ambapo watakuwa wanaziuza wajionyeshe kama ni wakuuza tu mali, lakini zina exploiter watoto wa inchi. Wale watoto wa inchi wakuwa wa beneficiaire wa ile mali yao. Paraporo ya kukamatiwa seme 80% yende nchi ya kigeni, 20% ibakie mu nchi ya Kongo ili yote ijaonekane. Donc sisi tunapenda 80% ibakie mu nchi ya Kongo, 20% yende mu nchi ya kigeni, ili watoto wa nchi wote wakuwa beneficiaire wa mali zao zinazopatikana ndani ya nchi yao. Ndugu mtangazaji, mimi najua kwamba mna uhuru wa kujieleza nyinyi kama vile raia, na ndio maana leo muko kwenye vyombo vya habari ili kuweza kueleza wananchi pamoja na viongozi uhuru finyo ambao mnaendelea kuishi. Lakini pia tukiangalia vizuri kwenye matarafa yenu na eneo ambazo mnamiliki ndani ya miji mbalimbali, mna viongozi wenu ambao mmeteua nyinyi kama vile raia. Sasa uhuru gani ambao mnahitaji? Asante. Uhuru wenye tunahitaji, tunaona tukue na amani yenye iko total. Amani gani? Wakati raia anatetea haki yake, ile haki yake inapaswa izaminiwe na serikali.
Ile ni kitu cha kwanza. Lakini raia akitetelea serikali aizaminie hili vitu. Raia akilalamika serikali haipendi kuingilia. Donc tunaweza tukaomba kwa autorite kwanza competente bote benye banapatikana mu sehemu zingine, banapaswa bajue thamani ya raia na watekeleze yale ambapo raia analilia ili yapate majibu siku moja, ndugu mtangazaji. Ndiyo, na tukielekea kabisa ukingoni mwa mahojiano yetu, kumebaki masaa machache nchi nzima ya DRC ingie kwenye sherehe za kusherekea sikukuu ya uhuru. Kwa sababu uhuru kwenu umefinywa na ilisemekana kwamba inabidi musherekee, hakuna hata geste fulani ambao mtafanya kwa ajili ya kuonyesha kuwa licha ya kwamba hamkusherekea, lakini kuna vitu fulani mnavililia ndani ya tarafa la Fizi. Asante mbo, vitu ambavyo tunaweza tukaiongelee. Sisi tunapaswa tuikale tu kwa na huzuni. Tunaomba kama vile si shirika la raia vuguvugu machozi ya raia, tarafa la Fizi libaki kwenye huzuni, liangalie vitu vinaweza vikamalizike namna gani. Tukiyasherekea iko saa vile mtu anasherekea na mimba ambapo mama yake yupo naye, lakini ajui ile ndani ya ile mimba mtatokea nini. Na tukiwa na hii sherehe hapa tujue kama mbele kutakuwa nini. Chanzo cha kwanza tukikali kwa kimya, tutafute amani, tuangalie nyenje za juu, hakuna tena vita, raia inaanza kupata uhakika wake, ile njoo itakuwa ya kwanza. Doke sinye yetu sisi ni sinya kuonyesha kama tuko na huzuni, njoo maana sisi hatutayasherekea. Ndugu mtangazaji, sijui una ujumbe gani au neno lako la mwisho ni lipi kwa serikali ambayo inakufuata kwa sasa? Asante. Ujumbe wangu ndugu mtangazaji, mimi naweza omba kwa serikali yetu ihakikishe kabisa raia ipate amani, ihakikishe kabisa vita ambapo vinatanda njanja za milima mirefu za tarafa la Fizi vimalizike, ili watu wote wapate kuwa na amani, watu watembee wafike mahali popote wanapopenda. Hayo ni ujumbe ambapo tunaambia viongozi vyetu vya serikali waangalie kwa mara raia inaweza pata amani yake mnivu ya tarafa nzima la Fizi na hata mwest yote ya Kongo. Hii mavita ishi kwa sababu inaangamiza sana raia, ndugu mtangazaji. Lakini pia raia ambao wanakufuata una ujumbe gani kwao? Raia wenyewe wananifuata na mimi kwa ujumbe wenyewe ninasema kesi wote tutaikala kwa umakini kwa kuangalia gisi mambo yanapaswa kuwa, na raia nayo isiku inajikamatia jukumu zozote zile bila kujuza serikali. Sisi wote tuko hapo kwa ajili ya serikali, donc chochote kile tunapaswa tukiyafanya tuonyeshe kwanza serikali mbele, yale ambapo serikali haitatufuatilia sisi wenyewe tena tutazidi kuyaonyesha ili tukue tunapata masuluhisho fulani, ili tupate amani, tupate kuendelesha tarafa letu la Fizi. Hiyo ni ujumbe ambapo naweza toa kwa raia wote wenyewe watanisikiliza, ndugu mtangazaji. Ni hapo ndipo nimeshusha nanga katika habari zetu za leo. Ni kushukuru kwa kuungana nami mwanzo hadi tamati. Hadi wakati mwingine, kwa heri.